Uhuru anaseti mipango yake ya mvutano wa masuala mazima ya gravity, ajue anaweza kwenda juu umbali gani na akatua kwa kasi kiasi gani. Nimemwacha akifanya hiyo mipango hapo, baadaye atanipa mrejesho amekamilisha kila kitu kwa kiasi gani, na mambo mengine yote yanakwenda vizuri. Wasanii, timu ngeni, timu waalikwa wote wameshawasili eneo la kazi. Kilichobaki ni Simba Day tarehe 8 ya mwezi wa 8. Lakini kama haitoshi, nichukue nafasi hii ya mwisho kuwahimiza na kuwasisitiza mashabiki wote ambao wanataka kwenda Simba Day. Leo ndo siku ya luxury ya kununua tiketi. Kesho itakuwa ni mkimbizane. Kesho itakuwa ni vululu. Kama kweli una nia na dhamira ya kwenda uwanja Uhuru kesho kwenye Simba Day, basi hakikisha kabla hujalala uwe umenunua tiketi yako kwa ajili ya kwenda kushuhudia tukio bora, tukio kubwa la Simba Day. Na mimi ni waahidi wale wote ambao watakuja uwanja Uhuru kushuhudia tamasha hili la Simba Day, hawatajutia muda wao, hawatajutia viingilio vyao. Itakuwa ni burudani juu ya burudani, itakuwa ni raha juu ya raha, itakuwa ni tukio bora kweli kweli kuwahi kulishuhudia mwana Simba katika maisha yako. Karibuni wana Simba wote, karibuni tuje tuhitimishe kilele cha wiki ya Simba, tuje tuhitimishe Simba Day yetu. Twendeni kwenye sherehe, twendeni kwenye sikukuu, twendeni kwenye uzao wa Simba Sports Club. Na jambo la msingi la kuhimiza na kusisitiza, kila mwenye mpango wa kuja Simba Day kesho ahakikishe aje amevaa jezi mpya, tena jezi nyekundu. Hiyo ndiyo sare yetu ya kesho. Umenunua nyeupe ya kwako, umenunua ya blue ya kwako, lakini kesho kila mwana Simba aje amevaa jezi nyekundu. Tunataka kale ka uwanja Uhuru ka watu 20,000 iwe imetapakaa nyekundu kuanzia mtu wa kwanza mpaka mtu wa mwisho wa uwanja, na nyekundu mpya ya msimu huu. Hakunaga mtu anarudia nguo kwenye sikukuu. Kila Christmas ina nguo yake, kila Idi ina nguo yake, tena Idi mosi ina nguo yake, na Idi pili ina nguo yake. Kwa hiyo unapokuja kwenye Simba Day ya 2026 usivae nguo ya Simba Day ya 2025. Baada ya kusema haya, ndugu zangu, nisiwachoshe sana, najua hamnielewi, njaa zinawauma na tayari mmeshaona wali uko pembeni hapo, akili zimeshawaruka, na mimi nisiwachoshe, ni mwenyewe njaa inaniuma vile vile. Na sasa twende tupate dua ya mwisho ya kufungia tukio letu, kisha twende tukao uboni. Utulivu ni jambo la msingi, wali upo wa kutosha, kila mtu atakula na atabeba kupeleka nyumbani kwake. Tumejipanga kuhakikisha kwamba kila mwana Simba anashiba, anafurahi na anaenjoy Simba yake. Asanteni sana ndugu zangu wana Simba, karibuni sana katika siku yetu ya mwisho ya hamasa kuelekea katika siku yetu kuu ya tukio letu kuu, tukio la wiki ya Simba, tukio la Simba Day, ambalo tunatarajia kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu tukio letu tamati yake itakuwa ni kesho, ama kilele chake itakuwa ni kesho katika uwanja wa Uhuru. Mageti ya uwanja wa Uhuru yatafunguliwa saa 4 kamili asubuhi
na yakishafunguliwa moja kwa moja burudani zitaanza. Hii ni kusema ya kwamba atakayeingia uwanjani saa 4 asubuhi, akiingia tu hakuna kupoa, anakutana na burudani, anaunganisha burudani kuanzia muda atakaoingia mpaka muda atakaotoka. Ratiba nzima ya tukio letu tutaitangaza baadaye kwenye mitandao yetu ya kijamii, ili kila mmoja ajue saa ngapi kitu gani kinafanyika, saa ngapi nani anaingia, saa ngapi mechi gani inachezwa, na kila kitu kitakuwa wazi kwa wanasimba. Kwenye kuhitimisha wiki ya Simba hii leo, tukasema tuhitimishe kwa kupiga ubweche aina ya biriani, ili tujiandae sasa kuelekea katika siku yetu ya kesho, siku ya Simba Day. Lakini tukasema kula kwetu ubwabwa isiwe tu ni kula kikawaida, lakini tutafute na fadhila ndani yake. Tuwaite watoto tule nao biriani, lakini vile vile tupate dua ya kuibariki timu yetu, ya kuipa kinga timu yetu, ya kuiombea timu yetu. Tunapofungua msimu kesho, tufungue tukiwa na kinga, tufungue tukiwa na radhi, tufungue tukiwa na ulinzi kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo pamoja na tukio hili la sadaka ya chakula ambao tunalifanya hii leo, lakini tunasindikiza na dua vile vile kwa ajili ya kuikinga timu yetu na kuomba kibali na baraka kwa Mwenyezi Mungu atujalie msimu huu unaokuja twende tukafanye vizuri kwenye mashindano yote, iwe ligi ya ndani, iwe kimataifa, kote twende tukafanye vizuri. Ndugu wana Simba, msimu huu tumejipanga, tumejiandaa na kujidhatiti kwenda kufanya vizuri. Kinachotakiwa ni ninyi wana Simba kuendelea kuiunga mkono Simba yenu, kuendelea kuwaunga mkono viongozi wenu, na kuendelea kuishi kwenye misingi ya falsafa ya nguvu moja, ili twende tukafanye vizuri. Lakini kuelekea tukio letu la kesho, maandalizi yamekamilika kwa 100%. Yule bibi ambaye nitaingia naye uwanjani kwa ungo tayari ameshawasili Dar es Salaam, na muda huu yuko